Mtazamaji unaitazama Bongo 5 kwa wakati huu. Hichi ni kijiji cha kihistoria, kijiji cha kipekee nchini Tanzania. Na kama tunavyofahamu nchi yetu Tanzania ina vijiji zaidi ya 12,000. Lakini kijiji hiki cha Sangaiwe kilichopo kata ya Mwada, halmashauri ya wilaya Babati, mkoa wa Manyara, ndio kijiji cha kwanza Tanzania nzima kwa ukusanyaji wa mapato yatokanayo na utalii na uhifadhi kwa ujumla. Huduma zote za kijamii ambazo zinapatikana katika kijiji hiki zote zinatekelezwa na serikali ya kijiji cha Sangaiwe, na tumeshazoea vijiji vingine vyote vinategemea pesa kutoka serikali kuu, mapato ya halmashauri na kadhalika, lakini kijiji hiki kinategemea mapato yake yenyewe yanayotokana na utalii. Sasa tunafahamu tembo wamekuwa ni wanyama waharibifu wa mazao maeneo mbalimbali na imekuwa ni kilio kikubwa maeneo mbalimbali nchini. Lakini tembo hao kijiji hiki cha Sangaiwe, wananchi wamewageuza wanyama hao kuwa ni fursa kwao. Wananchi hao kwa sasa wameacha shughuli za kilimo na kwa sasa maeneo yao wameyatoa kwa ajili ya shughuli za uhifadhi. Asante kwa kutazama. Jina langu ni Johnny Walter na hii ni Bongo 5. Endelea kutufuatilia wakati wote. Kwa kweli niwapongezeni sana. Ninaendelea kusema kwamba tumekuja kujifunza Sangaiwe. Sangaiwe tumeambiwa ni kijiji ambacho kimefanya mambo mengi sana ya maendeleo. Ninajua nyinyi ni kati ya vijiji ambavyo vimepokea fedha kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Lakini pia kwenye risala tumeona milioni 900 zimetumika kwenye miradi ya maendeleo. Katika hili kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Diwani na timu yako nzima ya kata, lakini mwenyekiti wa kijiji hiki cha Sangaiwe na viongozi wenzako wote wa serikali kwa jinsi ambavyo mnamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza shughuli za maendeleo na hasa katika kupanga na kutekeleza shughuli mbalimbali za kuwaletea wananchi hawa maendeleo. Hongereni sana na Mungu awabariki sana. Sio hivyo tu, ni washukuru wananchi pia kwa kuweza kupokea maelekezo na miongozo ya viongozi wenu na kuweza kukaa kwa pamoja kupanga na kuweza kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zimetufanya hata sisi leo zituamshe kutoka maofisini kwetu tufike hapa Sangaiwe kwa ajili ya kuja kujifunza. Hongereni sana wananchi wote. Kwa majina naitwa Patricia William Mosea, ni mkazi wa kijiji cha Sangaiwe na pia ni mwenyekiti wa bodi Burunge WMA. Sisi tumegeuza tembo kuwa fursa kwa sababu ukiangalia kuna hifadhi nyingi za taifa, lakini sisi tumeamua kuanzisha hifadhi za jamii ambazo ndizo tunazotumia kwa sasa. Tuna vijiji 10 ambavyo vimeunda hiyo hifadhi ya jamii na maana ya kusema Burunge WMA. Tumewageuza hao tembo kuwa fursa kwa sababu tembo ni waharibifu kama tunavyojua. Tembo hawezi kukaa mazingira rafiki na binadamu. Tembo anaweza kumuua binadamu, lakini sisi tumetengeneza mazingira ya urafiki na ukaribu na tembo kwa sababu tembo anaweza akawa anapita mazingira ambayo watu wapo na wakakaa kwa utulivu, wakampisha tembo wakapita, kama ni maji akanywa na akarudi hifadhini. Fursa hiyo tunayozungumzia kumfanya tembo kuwa fursa, sisi tumetengeneza hoteli ambazo wawekezaji wamekuja kuwekeza. Wageni wakitoka nje huwa wanakuja kuwatizama wanyama wakiwemo hao tembo. Na hao tembo wanatupatia fedha za kigeni. Hizo fedha za kigeni huwa ndizo sisi tunapata hiyo 60% ambayo tunaizungumzia kutoka TAWA, na watu wengine wanapata, tuseme taifa kwa ujumla tunapata 17% kwenye bajeti ya Tanzania nzima. Ni pato hilo linatokana na hao wanyama tembo. Fedha hizo zinatokana na wageni ambao wanatutembelea. Kwa hiyo zile fedha tunazopata ndo tulizozigeuza kuwa tembo kuwa fursa.
Kijiji cha Sangaiwe kina jumla ya vitongoji vinne ambavyo ni Sangaiwe, Gembo, Osole na Neneto. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kijiji cha Sangaiwe kina jumla ya kaya 1092 zenye jumla ya wakazi wapatao 4091, wakiwemo wanaume 2130 na wanawake 1961. Kijiji cha Sangaiwe kina ukubwa wa hekta 9920 kwa mzunguko wote, zenye matumizi mbalimbali ya kijamii kama vile kilimo, ufugaji, misitu, makazi ya watu, hifadhi ya wanyamapori pamoja na maeneo ya huduma za jamii kama vile shule, makanisa, misikiti, zahanati, viwanja vya michezo, mabwawa ya maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Shughuli kuu ya wakazi wa kijiji hiki ni ufugaji na kilimo, japo kwa sasa shughuli za kilimo zinaendelea kupungua kutokana na changamoto ya kuongezeka kwa wanyamapori wanaoharibu mazao mashambani, hususani tembo. Kijiji cha Sangaiwe ni mwanachama wa Juhibu, lakini pia kijiji hiki kilitenga eneo lake kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi ndani ya kijiji. Hadi sasa kijiji kina wawekezaji 5 ambao wanafanya biashara ya utalii, na 60% ya tozo zinazokusanywa na TAWA kurudishwa kijijini kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi na kutekeleza miradi ya maendeleo.